Wananchi wa kata ya Lukozi wilayani Lushoto wamemshukuru mbunge wao wa jimbo la Mlalo, Mheshimiwa Rashid Shangazi, ikiwa ni pamoja na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kufanikiwa kuwatatulia kero ya kituo cha afya iliyodumu kwa muda mrefu. Wakizungumza na Amashi TV, wananchi hao wamesema kituo hicho kinachotarajiwa kujengwa kitakwenda kuondoa kero na adha iliyodumu kwa muda mrefu, ambapo iliwalazimu kutembea zaidi ya kilomita 10 kutafuta huduma za afya. Majina naitwa Hasna Ramadhani Shedangio. Kwa kweli tumeshukuru sana kwa ujio wa mbunge wetu. Ametufanyia kazi kubwa sana kuhamasisha kuhusu kituo cha afya kata ya Lukozi. Tulikuwa tunapata shida, saa 6 za usiku tunahangaika. Tena unaweza ukute katika dispensari yetu hakuna wahudumu. Inatubidi kwenda kituo cha jirani. Kituo cha jirani kama hakuna, inabidi wakina mama wanabebwa kwenye pikipiki. Jambo ambalo sio mahususi, kwa sababu mtu anaweza azidiwa na uchungu hapo njiani. Mnapata shida ya kusumbuka wanawake. Kwa hiyo, kwa mkakati huu, tunamshukuru sana mama yetu Samia. Tunamshukuru diwani wa kata, tunamshukuru Rashid Shangazi, mbunge wetu wa jimbo la Mlalo. Mungu ataitikia kilio chetu, na kwa mkakati huo tumemshukuru Mungu. Tunaomba watuletee hizo hela, tuko bega kwa bega nao, hata tuambiwe kwa sasa hivi tutaenda kushughulikia kituo chetu cha afya. Asante sana. Majina anaitwa Mrs. Neema Timosi Mkwizu, ni mkazi wa kijiji cha Lukozi, kata ya Lukozi. Nina kila sababu ya kumshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea ujenzi wa kituo cha afya katika kata yetu ya Lukozi. Tunamshukuru mama kwa sababu amejua umuhimu wa sisi wa mama tunavyopata tabu. Kwanza tulikuwa tunapata tabu sana hapo mwanzo kwa ajili ya kwenda kupata huduma mbali sana. Lakini kwa sababu amejua umuhimu wa sisi kina mama kama mama mwenzetu, ameweza kutuletea huduma karibu, hasa hususani wakina mama ambao wanakwenda kujifungua. Unajua mama anapoenda kujifungua hana uwezo wa kutembea muda mbali mrefu. Kwa hiyo mama ametuletea kituo cha afya hapa Lukozi kitakachokuwa msaada mkubwa kwa kisiki na mama. Sambamba na hilo, namshukuru mbunge wetu Rashid Shangazi kwa sababu amekuwa mstari wa mbele sana kufuatilia hili swala. Ametia nguvu nyingi sana kufuatilia hili swala la ujenzi wa kituo cha afya hapa Lukozi. Kikiisha hiki kituo utakuwa msaada mkubwa sana kina mama, tutafarijika, tutafurahi, na tunategemea mama Samia atatuletea gari nzuri, ambulance kwa ajili ya sisi kina mama kama kutakuwa kuna emergency yote ya kupelekwa rufaa. Kwa majina anaitwa Abedi Nasoro, ni mzaliwa wa kata ya Manolo, lakini katika shughuli zangu niko kata hii ya Lukozi. Binafsi niseme kwamba namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi na jitihada zake kubwa kutupambania Watanzania wote katika sekta mbalimbali na miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo amewekeza kwa kipindi hiki cha miaka 4 ambayo ameingia madarakani. Lakini kadhalika nimshukuru Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Rashid Shangazi kwa jitihada zake ambazo amezifanya. Kwa kweli binafsi tangu nimeingia na kuitambua siasa, wamepita wabunge takribani 3 tangu najua kuchambua mambo ya siasa lakini na shughuli za kimaendeleo, lakini tumeona kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika. Kwa sasa tulikuwa kwenye mkutano wa hadhara ambao tumeshuhudia, ametuahidi kwamba tayari kuna milioni 250 ambazo zimeingia kwa ajili ya kituo cha kimkakati cha afya ambacho kitaweza kuhudumia kata 4 za kimkakati ambao ni kata ya Manolo, kata ya Shume, kata ya Lukozi na kata ya Malindi. Hapo awali tulikuwa tunawapata tabu sana kwa sababu tulikuwa watu wanasafiri kutoka umbali mrefu. Mtu anayetoka kata ya Manolo, anayetoka kata ya Shume, kata ya Lukozi lakini na Malindi. Tulikuwa tukipaswa kwenda tulikuwa tukaenda Mlalo, tulikuwa tukaenda Lushoto kwa ajili ya kupata huduma hizi za upasuaji, huduma tuseme magonjwa yale makubwa ambayo kalikuwa yanatufanya watu wasafiri kwenda mbali. Lakini sasa tunashuhudia kwamba ujenzi wa kituo hiki itapunguza gharama kubwa, lakini itatoa huduma za kiafya kwa wananchi ambao wako karibu. Aidha, kwa upande wake diwani wa kata hiyo ya Lukozi Mheshimiwa Wanja amewasihi wananchi kuendelea kuiunga mkono serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wao, kwani inawajali na kuwathamini wananchi wake.
Huko mwanzo vituo vya afya vimepita hapa mlango wa jimbo, vimeenda Mtae, vimeenda Mnazi, vimeenda Lunguza, vimeenda Kagagari. Sisi mlango wa jimbo tulikosea nini? Tulichokosea tumekifahamu na tumekisahihisha. Kwa uchache kabisa tulichokikosea, moja kabisa ilikuwa hatujui kwamba tulikipewa tunajenga wapi. Kwa sababu ni viti wetu walikuwa wanafutana. Walukozi hata kijengwe Lukozi, Wadabu hata kijengwe Ndabwa, Wakino hata kijengwe Kino. Sasa kitajengwa wapi? Kitajengwa hewani. Mimi nilichokifanya ni kuhakikisha kwamba wodi sisi inaiunganisha inakuwa pamoja, na wote tukakubaliana eneo la kujenga kituo cha afya ni Lukozi, kwa sababu kituo hicho kina eneo linaloitwa Mkakati. Sasa mimi nilipoishia hayo mengine sasa, kwamba fedha zinakuja lini, kituo kinaanza lini, hayo sijui, kwa sababu Wasambaa wanasema numbi ina mgongo miao yani uinukie zaidi. Kwa hiyo leo sasa tuna mgongo wa nyani. Utueleze baada ya sisi kufanya hayo, je, yeye huko amefanya nini? Nilitamka katika kipindi kilichopita kwamba hatujawahi kupata mbunge zaidi ya Koloni Shangazi Sigeuki kuwa na mijiwe. Lakini pia nilitamka nikasema tuna diwani tuliye naye Wanja, hatuna diwani mwingine ambaye tunaye zaidi ya huyu tuliye naye. Kwa hivi ndugu wananchi, sambamba na haya yote, ukweli ni kwamba kiongozi anapokuwepo madarakani tunatarajia atufanyie mambo mengi, na hawa ambao tunawataja wameyafanya mengi, ingawa wengi katika maendeleo hayamaliziki. Kuna watu wengi wanafikiri kwamba mtu anapokuwa madarakani basi kila kitu kitakuwa kinaenda sawa sawa na vile anavyotaka. Kwa mfano tuchukulie mfano katika kipindi hiki cha ukaribu wake, kwamba kuna kipindi cha barabara mvua zimenyesha sana. Sasa tunamwambia Mungu mvua zisinyeshe. Kwa vyovyote vile mvua zikinyesha barabara zikiharibika, ni kwa sababu ya mvua, sio kwa sababu ya mbunge, sio sababu ya diwani. Kwa hivi itafika mahali maendeleo tutayataja mpaka dunia iishe. Tuwaungeni mkono viongozi wetu na tuwape umoja na ushirikiano, tutakuwa tunasonga mbele. Na upendo ukituongoza, nina hakika ya kwamba tayari maendeleo tutapata mmoja hadi mwisho. Akizungumza na wananchi wa kata ya Lukozi, mbunge wa jimbo la Mlalo Mheshimiwa Rashidi Shangazi amewaambia wananchi wake kuwa wana kila sababu ya kutembea kifua mbele, kwani fedha zaidi ya shilingi milioni 250 za ujenzi wa kituo hicho cha afya cha kimkakati zimekwisha ingia katika akaunti ya halmashauri na ujenzi wa kituo hicho unakwenda kuanza mara moja. Naomba niwaambie kwamba sasa kilio kile kimefika mwisho, kwa sababu fedha ya kituo cha afya cha kimkakati tayari imeshaingia katika akaunti ya halmashauri. Tumepokea shilingi milioni 250 za kuanza, ya nyingine zitafika mpaka milioni kama 680 kwa kukamilika kwake. Kitajengwa kituo kipya. Maana yake ni kwamba zahanati ya automatic itakufa kwa sababu iko pembeni. Kila huduma tutapata pale, upasuaji pale, wodi za mama na mtoto pale, sehemu ya kizimba cha kina mama kwa ajili ya kuleta raia wapya zitakuwepo, lakini wodi ya kina mama tu ambako kwa woshiketi kubwa watakuputwa siga na ituke hapo. Theater ya upasuaji kwa ajili ya magonjwa madogo, tezi dume, mguu, nini na kadhalika itakuwepo hapo. Sehemu maalum chumba cha kuhifadhia maiti kitakuwepo. Sehemu ya kuoshea nguo na kadhalika zitakuwepo. Kwa hiyo mambo yatakuwa mubashara kabisa kutokea Lukozi. Lukozi oye! Sasa hizi sio hadithi. Sasa zimeshafika Lushoto. Nadhani baada ya mwenge kupita, wataalamu watakuja hapo na mambo yataanza.
hiyo Mheshimiwa Diwani, jukumu lako sasa na mwenyekiti wa serikali ya kijiji ODC, mtakaa mtengeneze kamati mbalimbali za kuhakikisha wenzetu hawa hatuwakwamishi, kila jambo liende kama lilivyopangwa. Lakini pamoja na hiyo, tukimaliza kituo tunawaletea na gari ya wagonjwa. Mimi kila kituo nilichojenga nimeweka gari ya wagonjwa. Kwa hiyo ni package moja. Sisi hiki kituo ninachojenga hapa cha Lukozi kwenye jimbo la Mlalo ni kituo cha 6. Ni kituo cha 6. Nilivyojenga mimi mwenyewe ni 5. Maana wakati huo vilikuwa vinaitwa tu vituo vya afya lakini havitoi hizo huduma. Mimi nazungumza kituo cha afya kwa kutoa huduma. Mnazi walikuwa hawafanyi upasuaji wala hawafanyi chochote, sasa hivi wanafanya. Kangadai wanafanya, Mtae wanafanya, Lunguza wanafanya, na hapo Mlalo wanafanya. Hiki ni cha 6. Ndani ya miaka hiyo 10 sasa. Aidha, wakati huo huo, Mheshimiwa Shangazi amemshukuru Rais Samia kwa kufungua miundombinu ya barabara katika jimbo lake, kwani imewarahisishia wananchi haswa wakulima kutoa mazao mashambani wakati wa mavuno tofauti na ilivyokuwa awali. Sasa mimi nimemshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba ametupa mabarabara, milima inafunguka. Kwa sababu hapa Lukozi na maeneo mengine ulikuwa una kazi mbili, kwanza ulime uvune, ukishavuna ubebe ule mzigo ulete sokoni kwa kichwa. Ama tulikuwa tufanye hivi. Sasa hivi tunafanya hivi. Si maeneo mengi magari yanafika mpaka kwenye maeneo ya mashambani. Sasa sisi ndio lengo letu. Hii barabara hii ni moja tu ya uti wa mgongo ya kutoa mazao sasa kwenda maeneo mengine. Hii tunahangaika nayo na habari zake tushazieleza, zipo. Ni kusukuma tu kuendelea hiyo na utekelezaji wa haraka. Lakini nyinyi ambao mnaishi huko hamwendi mjini, hizi barabara zinazotoa mazao mashambani, kama gunia lako lina thamani ya shilingi 60,000, uanze kuambia kulitoa pale shambani mpaka barabarani shilingi 5,000. Wewe tunakudhulumu. Ndio tukasema kwanza tuimarishe hizo barabara ili nyinyi muweze kuuza mazao yenu kwa bei ile ile ya soko bila kupunguza hela ya mchukuzi. Hicho ndicho ambacho tulimsifu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kutoka hapa kata hii ya Lukozi, jimbo la Mlalo, wilayani Lushoto, mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.